Wachambuzi wa soka kwa upande wao wanasema nini kutokana na matokeo ya mchezo wa siku ya jana kati ya TP Mazembe dhidi ya Yanga, mchezo uliomalizika kwa sare kwa pacha ya 1-1. George Ambangile yeye ameandika wamegawana alama. George Ambangile, mchambuzi kutoka kituo cha Wasafi Radio na TV, anaandika wamegawana alama na anadadavua kiundani kimbinu kwa kutumia tactics kutokana na mchezo ule ambao ulionyeshwa siku ya jana. Anaandika kwa jinsi hizi timu mbili zilivyocheza leo, TP Mazembe pamoja na Yanga wanahitaji kuongeza kiwango sana kupata nafasi ya kucheza robo finali. Hii mechi ya leo anaelezea sasa: 1, umakini katika umiliki wa mpira ulikuwa chini sana. 2, kasi ya mchezo ilikuwa chini sana. 3, decision making kwa asilimia kubwa ya wachezaji inafikirisha. 4, kiasi cha space kilichokuwa kinaachwa kwa timu zote mbili pale wakiwa na mpira na bila mpira, unawaza wapo kwenye mechi ya ushindani au kirafiki. Anaendelea, Yanga kipindi cha kwanza unaweza kusema ndio wamekutana leo. Timu ipo disconnected ukiangalia pale ambapo wanaanza build up. Akasema kuna nyakati wakao wanajaribu mipira mirefu mbele ambayo Musonda peke yake ilikuwa hawezi kukabiliana na mabeki wawili wa TP Mazembe. TP Mazembe baada ya kufunga goli wakaanza kucheza mechi kama ya bonanza. Kila mchezaji anacheza kama yupo kwenye chandimu. Touches nyingi kabla ya kuachia mpira. Wachezaji wa mbele mpira ukipotea wanajog kurudi nyuma badala ya kusprint. Angalau kipindi cha pili Yanga walionyesha kama wapo kwenye mechi ya mashindano. 1, kushinda mipira ya pili mingi, second balls. 2, kucheza kwa muda mzuri kwenye zoni ya TP Mazembe. 3, kujaribu kupiga mipira golini zaidi. 4, wachezaji kuwajibika uwanjani katika kufanya vitu vitokee. Note: Fofana alitumia kimo chake vizuri sana dhidi ya Yao kufunga goli. 2, Zemanga Soze ana ufundi lakini ana tatizo la kupaka mpira rangi sana na kuvunja move nzuri za mashambulizi. 3, Pacome anajaribu kuipandisha timu juu lakini move zinaishia baada ya kuvuka mstari wa zoni ya TP Mazembe. 4, Kabwiti, kasi na ufundi bila decision making sahihi. 5, Mzizi aliongeza kasi na uhai wa safu ushambuliaji, kasi, nguvu, dribbling. Alafu mwisho wa siku TP Mazembe 1, Yanga 1. Huu ni uchambuzi ambao ameandika George Ambangile. Lakini kwa upande wa msemaji ama afisa habari wa klabu ya Yanga, yeye anasema Yanga kwenye huu mzunguko wa pili ndio Mungu anakwenda kuonyesha ukubwa wake. Ndio meza inakwenda kupinduka na wanaume tunakwenda kukaa kwenye nafasi yetu pale juu. Tuna alama 9 zetu, maana tuna mechi 2 nyumbani na 1 ugenini. Ali Kamwe anaandika hayo. Lakini kwa upande wa kocha wa Yanga Sedramovic, German Machine, anasemaje kutokana na matokeo ya mchezo wa siku ya jana? Anasema najisikia vibaya kupoteza alama 2. Kuanzia dakika ya kwanza hadi mwisho tulimiliki mechi. Nina furaha na uwezo tulionyesha, ila sina furaha na matokeo. Anasema watu muda wote wanafikiria matokeo, ila sisi tunahitaji mchakato kuingiza aina yetu ya kucheza. Huyo ni Sedramovic anaandika, na hii ni kutokana na matokeo ya mchezo wa siku ya jana kati ya TP Mazembe dhidi ya Yanga. Lakini afisa habari wa klabu ya Yanga aliendelea kuandika, anasema goli la Prince Dube sio tu muhimu kwenye kundi letu bali ni goli muhimu sana kwa Yanga msimu huu. Alhamdulillah. Anaandika hayo afisa habari wa klabu ya Yanga Ali Shabani Kamwe. Lakini pia anaandika, anasema it's true, tumepata pointi 1 muhimu sana leo kwenye kundi letu. Pointi 1 iliyobeba matumaini makubwa sana kwenye safari yetu Champions League msimu huu. Pressure kubwa kwenye vifua vya wachezaji na benchi la ufundi imeshuka leo. Naamini kabisa hii mechi ya leo ndio turning point yetu msimu huu. Sasa tunarudi kwenye ligi kuu kwa nguvu kubwa wananchi. Tuna mchezo mgumu mbele yetu dhidi ya Mashujaa utakaopigwa Alhamisi ya tarehe 19 pale KMC Complex. Huu ni mchezo mgumu na muhimu kwa sababu umebeba pointi 3 muhimu kwetu katika safari yetu ya kurudi kileleni mwa msimamo wa ligi. Tusimame pamoja wananchi, tuanze maandalizi ya nguvu kwenye matawi yetu na kuhakikisha tunakuja kwa wingi KMC kuwapa nguvu wapambanaji wetu. Kazi ndio kwanza imeanza, hakuna kuchoka. Huyu ameandika Ali Shabani Kamwe, na yote ni nguvu ambayo ameipata baada ya matokeo ya sare ya 1-1 dhidi ya TP Mazembe, kunguru wa Lubumbashi.
ambaye yeye kwa mara nyingine tena anashindwa kufurukuta mbele ya wananchi, mbele ya wanajangwani hao. Usisahau kusubscribe katika YouTube channel yetu Rinyo Update TV kwa haya na mengineyo mengi ya kimichezo. Updates hapa ndo kwake.